Karibu mtazamaji wa Zone Media. Taarifa niliyokuwa nayo hapa ni kwamba Israel iliamua kumwacha hai kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei usiku wa kwanza wa mashambulizi katika nchi ya Irani. Saa chache baada ya Israel kuanzisha mashambulizi makali dhidi ya Tehran, kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei alihamishwa kwa haraka na vikosi maalum vya IRGC hadi kwenye banka ya kisiri iliyopo Lavizan kaskazini mashariki mwa jiji hilo. Familia yake yote wakiwemo wanaye Motaba, Masud na Mustafa waliambatana naye, ishara ya tahadhari kubwa iliyowekwa ndani ya mfumo wa ulinzi wa Iran. Kilichoibuka baadaye kilishtua hata zaidi. Taarifa kutoka vyanzo vya kiusalama zilibainisha kuwa Israel ilikuwa na uwezo wa kumshambulia moja kwa moja Khamenei usiku huo wa kwanza, na miundombinu ya kijeshi ya Israel ikiwa ni pamoja na ndege za kivita na makombora ya masafa marefu ilikuwa tayari kufanikisha shambulio hilo. Hata hivyo, serikali ya Israel iliamua kumwacha hai kwa makusudi, si kwa kushindwa bali kwa sababu ya kisiasa na kijeshi. Uamuzi huo ulikuwa sehemu ya mkakati mkubwa wa kuisukuma Iran kufikia maamuzi magumu. Kwa kumwacha hai Khamenei, Israel ilituma ujumbe wa wazi: hatua ya kijeshi ya moja kwa moja dhidi ya uongozi wa juu wa Irani inaweza kutekelezwa wakati wowote. Kwa hiyo, nafasi hiyo pekee aliyobaki nayo Khamenei ni moja tu: kusitisha mara moja mpango wa urutubishaji wa uranium unaoendelea ndani ya Iran. Kabla ya mashambulizi haya, Irani ilikuwa tayari imeingia kwenye mgogoro mkubwa na Israel kupitia mashambulizi mawili makubwa yaliyopewa jina la True Promise 1 na True Promise 2. Mashambulizi hayo yalihusisha zaidi ya makombora 500 dhidi ya vituo vya kijeshi vya Israel kama kisasi kwa mauaji ya maafisa waandamizi wa Iran na washirika wake kama Hezbollah. Hata hivyo, safari hii mizani imebadilika. Si Iran tena inayoshambulia, bali Israel ndiyo inayoamua nani aishi nani apotee. Katika hatua ya kuongeza pressure, Israel ilivunja historia kwa kulenga mji wa Mashhad, mji wa kidini wenye heshima ya kipekee nchini Iran, uliopo zaidi ya kilomita 2300 kutoka Tel Aviv. Ujumbe ulikuwa mmoja: hakuna mji mtakatifu, kiongozi mkuu, wala eneo lililo salama. Taarifa pia zinaeleza kuwa rais wa Marekani Donald Trump alikuwa tayari ameshatoa muda wa miezi miwili kwa Iran kusitisha mpango wake wa nyuklia. Onyo hilo lililoambatana na vitisho vya hatua kali zaidi lilikataliwa na uongozi wa Iran. Sasa ujumbe huo umefika tena, si kwa njia ya kidiplomasia bali kupitia makombora na operesheni za hali ya juu. Kwa kuwekwa mafichoni pamoja na familia yake nzima, Ayatollah Ali Khamenei sasa anakabiliwa na wakati mgumu zaidi wa uongozi wake. Ikiwa hatachukua hatua za kusitisha mpango wa nyuklia, basi dunia itaendelea kushuhudia Israel ikitekeleza kile ilichoamua kukizuia kwa muda: kumaliza kabisa uwezo wa kijeshi na kisiasa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji, hizi ni taarifa nyeti kabisa kuhusiana na mpango wa Israel. Ilikuwa ina uwezo wa kumuua kiongozi Ayatollah Ali Khamenei, lakini iliamua kumwacha kwa sababu ya kutekeleza masharti ambayo wamempatia. Sasa tufuatilie kila siku ili uweze kufahamu nini ambacho kinajiri Mashariki ya Kati. Naitwa Victor Moshi.